Naam, asante Lulu Ali kwa kutujuza habari za kitaifa, kimataifa na biashara. Na sasa ni wasawa habari za michezo na burudani. Niko hapa golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Mbwana Ali Samata ametangaza rasmi kustaafu kuchezea timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, ambapo ametumikia kwa miaka 15 na akiwa kama nahodha kwa miaka 10. Katika taarifa yake ambayo Mbwana Ali Samata aliposti katika peji yake ya Instagram, aliandika: habari, baada ya kutafakari kwa kina, ninatangaza rasmi kustaafu kuitumikia timu yangu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kuanzia leo. Ulikuwa wakati mzuri na wa kipekee katika maisha yangu kwa kuwa mchezaji wa timu ya taifa kwa takriban miaka 15, na najisikia fahari kusema nashukuru kwa nafasi hii. Miaka 10 ya kuongoza wachezaji wenzangu kama nahodha wa Taifa Stars imekuwa yenye alama kubwa katika maisha yangu, ikiwemo kufuzu fainali za AFCON mara 3 na kutimiza ndoto ya muda mrefu ya kuweka historia kuingia hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza. Naamini huu ni wakati wa vipaji vipya kupewa nafasi ya kufikisha kwenye hatua ya juu zaidi soka la Tanzania. Ilikuwa safari njema iliyojaa nyakati zisizosahaulika na zenye hisia mchanganyiko. Naishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na shirikisho la mpira wa miguu TFF kwa kuhakikisha timu ya taifa ya Tanzania inakuwa tamanio na ndoto ya kila mchezaji. Shukrani za kipekee pia ziende kwa familia yangu, wachezaji wenzangu, rafiki zangu, wadau wa Taifa Stars na Watanzania wenzangu kwa kunionyesha upendo na kuiunga mkono timu hii katika nyakati zote za furaha na huzuni. Najivunia Utanzania wangu, naahidi kuendelea kutoa mchango wangu wa timu ya taifa katika maeneo mengine yaliyo ndani ya uwezo na uzoefu wangu. Asante, aliandika Mbwana Samata ambaye mpaka hivi sasa ana magoli 22 katika timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Nyota huyu amekuwa kioo cha nyota wengi ambao wanacheza soka la kulipwa, ikiwemo nyota kama Morris Abraham, Simon Msuva na nyota wengi ambao wanamtazama kama kioo katika soka na mafanikio kiujumla. Huyo ni nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania Mbwana Ali Samata ambaye ametangaza kustaafu rasmi ngazi ya timu ya taifa. Atamkumbuka kwa mengi akifunga magoli 22 kwenye timu yetu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Timu ya Polisi Tanzania imefuzu kucheza mtoano kwa maana ya playoff ya kuwania kurudi ligi kuu, ambapo atacheza na mshindi kati ya Mbeya City na Tanzania Prison, huku benchi la ufundi la timu hiyo likiweka wazi mipango ya kurejea ligi kuu. Akizungumza mara baada ya kujihakikishia nafasi ya kucheza playoff na timu ya ligi kuu baada ya kuwatoa Mbeya Kwanza, kocha mkuu wa timu hiyo Mbwana Makata amesema amejiandaa vizuri kushinda mechi hizo za mtoano ili warudi ligi kuu, huku akitoa wito kwa wadau kuwaunga mkono. Ni kuwaomba wadau wa soka wa mkoa wa Kilimanjaro na vitongoji vyake kuisapoti timu yao ya Tanzania Polisi kama wanavyosapoti siku zote. Tuna michezo miwili ambayo ndio itakayotuhakikishia dakika 180 itakayohakikishia Tanzania Polisi Tanzania kurudi ligi kuu, na hata program zetu zitaendana tofauti kuhakikisha hizi mechi, kwa mfano ya kwanza tunaimaliza hapa ili ya pili ikawe ni ya kimikakati zaidi. Vinginevyo ni wapongeze wadau wote, fans wote, pamoja na management, pamoja na wachezaji kwa ushirikiano wao mpaka hapa tulipofikia. Kwa hiyo kilichobaki sasa, tumeshamla ng'ombe mzima, imebaki mkia. Tutafanya jitihada kuangalia nini cha kufanya ili tuweze kufikia azma hiyo. Tuelekea huko Handeni Tanga, ambapo mchezo wa hisani kati ya timu za J4 na Onana FC ulioandaliwa na wadau wa mpira wa miguu katika halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga umesaidia upatikanaji wa fedha kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum kwenye shule mbalimbali zilizopo wilayani humo. Taarifa zaidi na Ernest Mbezi kutoka Handeni. Akielezea lengo la mchezo huo ulioshuhudiwa na mamia ya wakazi wa mji wa Handeni, diwani wa kata Chanika Bwana Habibu Mbota amesema shule zimefunguliwa, tunao wanafunzi ambao ni wenye mahitaji maalumu, wanahitaji vifaa kuendelea na masomo. Kwa hiyo kupitia wadau wa maendeleo ndani ya kata ya Chanika na nje ya Chanika tumeamua kuanzisha bonanza hili, ikiwa lengo letu ni kuchangisha fedha kuweza kupeleka maeneo yenye uhitaji kwa wale hususani watu wenye mahitaji maalum. Baadhi ya vijana walioshuhudia mchezo huo wa hisani akiwemo Yasin Mgaza ambaye ni mshambuliaji wa timu ya Dodoma Jiji akitokea wilaya hii ya Handeni wanaelezea umuhimu wa mchezo huo, huku afisa michezo katika halmashauri ya mji wa Handeni Bi Julia Nashiria akitoa wito kwa wadau. Asilimia kubwa ya vijana unaoona hapa wanategemea
michezo kwa maana ya mpira wa miguu. Ndio wanasema mara nyingi wengine wanaenda ndondo, wengine wako kwenye timu kabisa wamesajiliwa. Kwao mpira au michezo ni sehemu ya ajira. Nashukuru kuwa katika wilaya hii ambayo ina viongozi wazuri. Tunaendelea kupambana kwa sababu inawezekana. Mimi leo nacheza ligi kuu ya Tanzania. Kwa hiyo inawezekana kwa vijana wengine wengi kufika hapa nilipo na kusonga mbele zaidi ya hapa. Tunawakaribisha sana wadau waendelee kujitokeza, waendelee kuwadhamini vijana ambao wana vipaji vya mpira, waendelee kukuza maisha yao na kuendesha maisha yao. Nikiripoti michezo kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Asante Ernest Mbezi kwa taarifa kutoka Handeni, Tanga. Timu ya soka ya Singida Warriors imejikuta ikiaga mashindano ya ligi ya FA wilayani Singida baada ya kuchapwa jumla ya magoli 5-3 na timu ya Milumba FC katika mchezo uliopigwa kwenye viwanja vya shule ya sekondari Mwenge mjini Singida. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Hadi dakika 90 za mchezo huo zinatamatika, timu hizo zilitoka suluhu ya kufungana magoli 2-2 na kuamriwa kupigwa mikwaju ya penalty 5, na ndipo timu ya Milumba FC iliibuka na ushindi wa jumla magoli 5-3 yaliyoondoa kwenye ligi hiyo timu ya Singida Warriors. Leo nashukuru Mungu kwa hiki ambacho ametujalia leo. Tutane na awamu ijayo. Tumepata penalty katika zile ambazo tulicheza sisi zote tumeshinda 3. Alafu wenzetu wamekosa 2. Kwa matokeo ya leo hatukuyategemea kuwa hivi. Tulitegemea kushinda mechi hii ili tuendelee na hatua nyingine, lakini inshallah ligi nyingine tutajiandaa vizuri. Mashindano ya ligi ya FA wilaya ya Singida yenye jumla timu 14 zinazoshiriki yameanza kutimua vumbi Julai 6 mwaka huu na anatarajiwa kufikia tamati Julai 11 mwaka huu. Nikiripoti kutoka mkoani Singida, ni mwana mchezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10. Taarifa ya kiungo mstaarabu, kiungo ambaye hachezi lafu Jumbe Ismail inatuwekea kutoka kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa ni wasaa kuangaza yale ambayo yamejiri medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Mashindano ya kombe la dunia yameendelea kwa michezo miwili ya mwisho ya hatua ya 16 bora iliyochezwa usiku wa jana. Katika mchezo uliochezwa jijini Atlanta, timu ya taifa ya Argentina ilifanya comeback ya kuvutia na kuibuka na ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya timu ya taifa ya Misri. Mafarao wa Misri walitangulia kupata mabao kupitia kwa Yasser Ibrahim na Mustafa Ziko kabla ya Abi Celeste kujibu mapigo kupitia kwa Cristiano Romero na Lionel Messi na Enzo Fernandez kufunga bao la ushindi katika dakika za nyongeza na kuipeleka timu yake robo finali. Katika mchezo mwingine, timu ya taifa ya Uswizi ilifuzu kwa ushindi wa penati 4-3 dhidi ya Colombia baada ya timu hizo kutoka suluhu ya bila kufungana ndani ya dakika 120. Mkwaju wa mwisho wa penati uliofungwa na Ruben Vargas, huku kipa Gregor Kobel akiokoa penati muhimu iliyohakikisha Uswizi tiketi ya kwenda hatua ya 8 bora. Hatua ya robo finali ya mashindano hayo makubwa zaidi duniani itaanza rasmi siku ya kesho kwa mchezo wa kwanza kati ya wawakilishi pekee wa bara la Afrika, Morocco, Simba wa milima ya Atlas dhidi ya mabingwa mara 2 wa dunia, timu ya taifa ya Ufaransa Le Bleu. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Haya, asante Kenny Malila, journalista Mario Fio kwa kutujuza habari za michezo medani za kimataifa katika michuano ya kombe la dunia, huku timu moja pekee ya Afrika ikiwa imepenya mpaka hatua ya robo finali, nao si wengine ni Morocco, Simba wa milima ya Atlas. Kila laheri kwao hapo kesho dhidi ya Ufaransa. Kufikia hapo hatuna ziada kutoka kwenye chumba cha habari za michezo na burudani. Kwa niaba ya wote, mimi ni golikipa kisasa mpira Eden Bahati, ni rejeshe matangazo kwake Lulu Ali kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo.